Bana, shukrani sana. Leo tena ni siku nyingine ambayo tunakutana. Tunafahamu kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani kupambana dhidi ya Azam majira saa 2. Moja ya mchezo ambao utakuwa ni mgumu kweli kweli, hasa kulingana na performance ambayo wameweza kuonyesha Azam wiki iliyopita. Unaona kabisa kwamba kwa upande wa Azam wana kitu ambacho watakwenda kukitoa hapo baadaye. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia mwalimu Pedro Goncalves wameshaandaa kikosi ambacho kinakwenda kupambana hapo baadaye. Lakini kabla sijakwenda kukuangazia kikosi cha Yanga ambacho kinakwenda kupambana na Azam, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi cha Yanga ambacho kinakwenda kupambana dhidi ya Azam FC. Kwa upande wa mfumo ni 4-2-3-1. Huu ni mfumo ambao kwa upande wa klabu ya Yanga amekuwa akiutumia mara kwa mara. Kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves, kwa upande wa golini kamweka golikipa Djigui Diarra. Kwa upande wa Djigui Diarra tunafahamu ni golikipa ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa na mmoja wa wachezaji muhimu sana kwenye upande wa kikosi cha Yanga. Ana sifa ya kuwa na reflex ya haraka zaidi, uwezo kudhibiti mipira ya juu pamoja na kuwasiliana vizuri na safu ya ulinzi. Kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves, atakuwa akimtumia zaidi golikipa huyu ambaye atakuwa akisaidia zaidi mashambulizi kutokea nyuma, ya maana kwamba ni pasi zile ambazo atakuwa akiwapa mabeki wake wa pembeni pamoja na wakatikati, ambacho kwa upande wa klabu ya Yanga atakuwa akitumia. Lakini pia kwa upande wa beki ya pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Mwenda tunafahamu ni beki wa kulia mwenye kasi na uwezo mkubwa, lakini pia ana uwezo mzuri wa kupiga cross kushirikiana na mawinga kwa ajili ya kuvuruga ulinzi wa upinzani. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia kama attacking fullback, yani akipanda mbele kusaidia mashambulizi kwa upande wa klabu ya Yanga. Kwa upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Jeyara Shabalala. Kwa upande wa Shabalala ni beki wa kushoto mwenye uzoefu mkubwa na utulivu, lakini pia na uwezo mzuri wa kupiga cross. Katika mfumo huu anatarajiwa zaidi kusaidia mashambulizi kupitia upande wa kushoto, kwa sababu kwa upande wa mwalimu wake atakuwa akihitaji zaidi kuhakikisha upande wake haupenywi kirahisi. Kwa upande wa mabeki wa katikati yupo Ibrahim Baka. Kwa upande wa Baka ni beki wakati mwenye nguvu na uwezo wa kupambana na washambuliaji na sifa ya kushinda mipira ya juu, lakini pia kwa upande wa Pedro Goncalves atakuwa akimtumia kama mlinzi anasimamia mapambano moja kwa moja kwa washambuliaji wa Azam FC, lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa upande wa Mwamnyeto ni beki mwenye uzoefu mkubwa na uwezo wa kusoma mchezo. Huyu ndiye nahodha ndani ya klabu ya Yanga, maana kwamba ndiye kiongozi kwenye eneo la ulinzi. Mwamnyeto anakuwa kiongozi, lakini pia atahakikisha timu inabaki katika mpangilio sahihi. Kwenye eneo la viungo wakati yuko Duke Abuya. Kwa upande wa Duke Abuya tunafahamu ni kiungo mwenye nguvu, ana uwezo wa kukimbia na kupambana, ana uwezo wa kusaidia ulinzi na pia kushambulia. Yamana kwamba kwa upande wa Duke Abuya kwenye eneo hilo atasaidiana na Mohamed Damaro. Kwa upande wa Damaro tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kwenye eneo hilo, kwa sababu amekuwa ni mtulivu zaidi wa kushikilia mchezo kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha juu atakuwa Mudathiri Yahya. Kwa upande wa Mudathiri ni kiungo mwenye uwezo wa kushika mpira na kutuliza mchezo, ana pasi nzuri, lakini pia na uwezo wa kuunganisha safu ya ulinzi ya ushambuliaji. Katika mfumo huu Mudathiri atakuwa akisimamia umiliki wa mpira katikati ya uwanja, lakini pia atakuwa akifanya Yanga kuwa huru zaidi. Lakini pia kwenye eneo la pembeni yupo Max Nzengeli. Kwa upande wa Nzengeli tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mkubwa, uwezo wa kupiga chenga, ana uwezo pia kuvunja ulinzi wa wapinzani kupitia kwenye eneo la pembeni. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia zaidi kwa ajili ya kuwa na utulivu zaidi, lakini pia atakuwa akiwa na washambuliaji wawili, ambapo Prince Dube atakuwa akitokea kwenye eneo la kushoto. Dube ni mshambuliaji mwenye kasi, ana uwezo mkubwa wa kusoma nafasi, ana uwezo wa kucheza pembeni, lakini pia katika mfumo huu kocha atakuwa akimtumia kama mshambuliaji ambaye anazunguka eneo la ushambuliaji kutafuta nafasi za kufunga. Lakini pia eneo la ushambuliaji yupo Depu. Kila mechi amekuwa akifunga, kila mechi amekuwa na utulivu. Depu ni mshambuliaji mwenye nguvu na uwezo mkubwa wa kumaliza nafasi, anaweza kutumia mwili wake kulinda mpira na kuwapa nafasi wachezaji wenzake kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kama target man anayesubiri mipira yote ya mwisho kwa upande wa klabu.